Ibrahim Masoud Maestro. Naam. Salamu alaykum. Technician. Brother, yeah. Umekuwa hapa umeangalia dakika 90 za Kariakoo Derby ndani ya Amani Stadium. Labda nipe jicho lako la kiuchambuzi na akili yako ya mpira. Umeziangaliaje na umegundua nini juu ya mchezo huu wa leo kwa timu zote mbili? Quality iko wapi? Naika kwanza quality timu zote mbili iko juu sana. Mimi nili expect game ya namna hii. Moja kati ya vitu ambavyo leo labda tuseme vimetufanya kidogo tusione game ya ya utamu zaidi ni kwamba timu zote mbili ziliingia na approach ya pressing ya hali ya juu sana. Nadhani ulikuwa unaona zote mbili zilikuwa zinafanya pressing. Kwa hiyo mpira ulikocheza zaidi ulichezwa zaidi second ball. Nadhani ulikuwa unaona migongano ilikuwa ni ya hali ya juu sana. Kwa hiyo ila nimeweza kuona level ya fitness ya Young Africans iko juu sana. Always wachezaji kama wakiwa kwenye form, nakwambia hawa Abuya, Max Nzengeli na Mudathir Yahaya, hawa ni wachezaji wa kiungo ambao wako very strong, very aggressive. Wakiwa kwenye form, wakiamka vizuri, Young Africans kuipita eneo la katikati kwenda kwenye eneo lao ni ngumu sana. Leo unaweza kuona wale defenders wa Young Africans walikuwa hawana kazi kubwa. Nadhani umeona Jigi hakuwa na kazi kubwa sana zaidi ya mipira set pieces ambayo ni ya kona ile ama ya foul ya kuweza kuchunganisha katikati. Lakini zaidi ya hapo kwenye mpira ya move haukuona mazingira mazuri. Simba nadhani kama bado hawajapata moto ule wa kutosha. Nahisi kama bado hawajapata ule moto wa kutosha. Pamoja na kwamba wana quality, wanacheza vizuri, wanapasiana, lakini mwisho wa siku bado naona kama kwenye level ya fitness kidogo wako chini. Umeelewa? Level yao fitness kidogo inaonekana kama iko chini. Lakini mimi nataka nikwambie kitu kimoja. Nimeona wale wings wawili wa Young Africans, yule Zakwan pamoja na Kangwanda. These two players kiukweli nakwambia wataipa kitu sana Young Africans kama hakutokuwa na mambo mengine. I believed kwamba Young Africans wangekuwa na timu ambayo asilimia kubwa 90% ya timu ambayo ilikuwepo katika season iliyopita kwenye mechi, pamoja na kama mwalimu ni mgeni, ni lazima atakuwa amepata ushauri bana, sikiliza, hii mechi ya Simba na Yanga kuna watu ambao wapo ambao wamezoea kuicheza mechi yao. Ukitaka kupata matokeo mazuri katika hii mechi, jaribu kwanza kutumia wachezaji ambao uko. Sio kwa hivyo yote mwalimu unakuwa unapata mipango hiyo. So mwisho wa siku nadhani moja kati ya maeneo pia ambayo nimeona kidogo yamepwaya sana kwa upande wa Simba leo ni fullbacks. I don't think kama nadhani Kibabage acheza vizuri dakika za mwanzo, lakini nadhani level ya fitness ama mazoezi magumu bado yapo, imemsababisha kuweza kukimbia. Duchu bado nahisi kama ni mchezaji ambaye kiukweli bado anahitaji, sijui maki ukisema anahitaji kujifunza sana itasijajua, kwa sababu namuona bado game yake iko chini sana. So what he need ni kurise hiyo game, kwa sababu amekaa muda mrefu kwenye club, anahitaji kurise ile game. All in all bado Simba ni threat. The way umecheza wakakosa matokeo mazuri katika mchezo wale kaona wako chini. Sio kwamba ni timu mbovu ambayo itacheza vibaya katika ligi. Chief wanakutana na timu ambayo iko na quality hali ya juu sana. Young Africans wamekuwa na quality hali ya juu sana. Hizi ni timu mbili za nchi ambazo level yake iko juu sana. Kwa hiyo mechi ya leo ilikuwa inasubiri makosa machache ili yamuliki. Angalia makosa ambayo wamefanya Simba yasiopungua nadhani matatu kwenye defense line. Nadhani pasi ya Ture, goalkeeper wakati wa kufanya build up zimenaswa katika mazingira magumu. Kama pia na Young Africans wangekuwa sharp, sasa hivi tungekuwa tunazungumza vitu vingine. Nadhani tungekuwa tunasikia leo Simba kapigwa 3 ngapi kwenye mazingira namna ile. Kwa hiyo ni games za namna hii ambazo wao zinasubiri watu wafanye makosa ili uweze kucapitalize through yale makosa. Dakika 15 za kwanza 17 exactly. Simba ili press vizuri sana Yanga, lakini ilikuwa inaonekana kama kuna kitu inakosa katika ile finishing yake kutengeneza sasa kuwa matokeo mazuri. Zile moments zilikuwa zinakosa mmaliziaji au bado Simba inakwama pale mbele? I know unataka kuzungumzia kuhusiana na issue ya Dumbia ambao umesikia kelele nyingi sana. Mimi I believe yule kijana wanamlaumu bure. Umeangalia game kwenye dakika zote kwenye zile moment. Ni mpira gani ambao Dumbia alipewa katika nafasi ukasema hii ni nafasi ya striker kwenda kumalizia kufanya finishing? Wewe umeona game. I don't believe kama kulikuwa kuna any kind of pass ambayo ilikwenda
ikasema huyu ni striker alikuwa anataka kufinish, hakufanya hicho kitu. Sio? Hizo ni lawama za kwanza. Lakini ukisema hamna striker, hatuna striker, unahitaji striker. Nakupa mfano mwingine mdogo. 4 teams ambazo zimekwenda katika top 4 ya World Cup kwenye World Cup iliyomalizika. Argentina, France, England pamoja na Spain iliyochukua ubingwa. Katika hawa nani ana striker? Sio Harry Kane, labda ungezungumzia Harry Kane peke yake ndiye striker, lakini Harry Kane hata akicheza Bayern anacheza wapi sasa hivi? Anashuka chini, sio, umeelewa? Kwa hiyo timu zote zinacheza kama with strikers ambao ni force. Huyo Mbappe ni striker, si winga alikuwa. Umeelewa? Anatokea pembeni pia kuingia ndani. Sasa ukijaribu kuangalia haya, Spain imechukua ubingwa na striker na force number 9 kwenye style za namna hii. Kwa hiyo kwenye mazingira haya ambayo unayaona, achana na watu unajua wanalalamika sana. Kila mmoja anaangalia mpira katika engo yake. Si mimi naamini kwamba kila mmoja anapenda kuangalia anachotaka kusikia. Lakini kwenye engo ya football, katika modern football, I say mimi huwa najisikia vibaya nikimsikia mtu apiga kelele, hamna striker. Muulize hivi, 4 teams ambazo zimecheza semi-final na finali ya World Cup zilikuwa zina striker gani ambaye ni center forward? Tunasema huyu ni real center forward. Tulizoea kuona wakati wa center forward ulikwisha, kina Ronaldo de Lima walishamaliza, kina Romario Faria de Souza walishamaliza. Safari hii mpira umekwenda katika modern tofauti kabisa. Sasa yule ambaye unasema maana yake swali lako lilikuwa nalenga kwa huyo ambaye wanampigia kelele, nakwambia believe me, wanamtia pressure tu kijana wa watu bure kuona kama namna gani, lakini mwisho wa siku ni waulize swali watu wote rudia kuiangalia ile mechi. Hiyo ni mipira mingapi ambayo imekwenda kwake? Simba muda mwingi kwenye possession, kwenye hizo 20 minutes walikuwa wanacheza katika eneo lao na kusogea katikati kidogo ya uwanja. Nadhani ilipokuwa kifika kwenye eneo la mita 30 kwenda katika na lango la Young Africans, ilikuwa ni ngumu, Simba alikuwa afiki. Utofauti wa Simba, jiulize, umeona mechi mbili zilizochezwa Amani hapa za Simba na Yanga, the way Simba walikuwa mechi zote mbili walikuwa kwenye form ya hali ya juu sana. Lakini leo Simba wamekuwa out of form. After 20 minutes hakuna. Hasa unasema kwamba Simba ilikuwa na striker. Haya ameingia msimu Bakari msimu. Is a winger, tunajua ndio kia Costa ile anacheza winger. Lakini leo kachezeshwa wapi? Central striker. Mwisho wa siku unaona mpira wa kisasa unavyobadilika. Na at least ukaona sasa mpira mirefu inakwenda sasa. Ukipiga pasi papa kwa timu ambayo ina quality kama Young Africans, wanarudi katika eneo lao na wanajua ku approach game. Wacha kusumbua kwa sababu hutaweza kupenetrate. Ni lazima sasa utafute situation nyingine. Kiasi fulani unajua dakika 15 za mwisho walianza kutoss mipira nyuma ya defenders wakimbie. Kiasi fulani unaanza kuona sasa kama walianza kulifikia goal la Young Africans. Zaidi hapo ilikuwa ni ngumu sana. Uwepo wa wachezaji watatu ambao wamewataja, Mudathiri, Duke Abuya na Max. Yes. Tena Max unaona sasa hivi anachezeshwa katika eneo katikati kabisa, unajua. Tofauti kwa tukimzoea kitokea wapi? Pembeni. Unadhani ndio strength ambayo iliifanya Simba katika zile dakika 17 zishindwe kufanya kitu katika 100%. Yaani to me ukiniuliza 100% nasema hawa watu watatu waliweza kutengeneza mazingira ya kuisukuma Simba katika eneo lao na kuifanya isiwe comfortable. Lakini pamoja na hivyo bado pia upande wa mbele wa Young Africans kwanza na Sharulile wanafanya pressing ya hali ya juu sana. Look, the guy unajua experience, maturity aliyokuwa nayo. Wakati anakwenda kufanya pressing, anamuita mwenzake anamwambia afanyaje? Njoo. Sogea tufanye pressing. Sogea. Unaona wanakuja wote. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu huko wakati hata kufanya build up kwenye Simba alikuwa anafanya. Ilikuwa ni ngumu. Usimenelewa vizuri. So first Simba alikuwa bora. Young Africans walipoanza kufanya pressing juu kidogo ikawa shida. Kwa hiyo Simba kwa anapiga pasi katika eneo lao muda mwingi wa mchezo. Tunapata picha gani kwenye msimu kuelekea kuanza kwa msimu kwa quality hii ya Simba na Yanga? Of course, sidhani kama kuna watu watawazuia. Sidhani. Leo unaonekana Simba wamekuwa na kidogo wamepwaya kwa sababu wamekutana na quality. Hizi ndio quality kubwa. I don't know, nataka kusubiri kuona Azam na Singida watakujaje. Lakini Singida nimeona katika mashindano ya Sekafa. Sijaona Azam katika siku za karibuni, lakini moja kati ya area ambayo nasema itakuwa ni ngumu sana ni zile nafasi mbili za juu. Zile nafasi mbili za juu. I believe hao watu wawili bado wataendelea kukaa pale na kujua wao watakaa kwenye sayari yao. Naamini hivyo. Maana yangu ni nini? Maana yangu ni kwamba
hao wengine watakaotaka kuja, kwa mfano Azam na Singida, I say they're supposed to win hizo game nyingine zaidi, lakini hizi game mbili kubwa I say ni kubwa sana. Mpira ni chochote kinaweza kutokea. Singida na Dodoma ilifunga Young African season iliyopita, lakini do you believe kwenye mazingira namna hii, kwenye seriousness ya namna hii, unaweza kupata matokeo mazuri kwenye timu yenye quality kama ile? Inabidi lazima uwe umejiandaa vizuri. So these 4 teams ukiacha bado itaendelea kutawala mpira wa nchi, lakini sayari moja ya kwanza ni sayari ya hizi timu mbili kubwa. Asante sana Maestro. Karibu sana. Asante.